Yes, habari njema ni kwamba CAF imeiruhusu klabu ya Simba kuikaribisha Al Masry kutoka pale nchini Misri kwa Mkapa kucheza mchezo wao robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na sasa rasmi timu ya klabu ya Simba mechi yake itaigipiga katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kitu ambacho wengi walikuwa wanahisi huenda watapelekwa visiwani Zanzibar pale New Aman Complex kama taarifa ya awali ambapo ilitoka. Hii ni habari njema, imewafurahisha watu wengi sana, hasa mashabiki wa Simba baada ya uwanja huo kuruhusiwa tena kutumika rasmi kwenye shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF. Hapo awali tulishuhudia CAF wakifungia uwanja huu kutokana na changamoto ya kiwango cha usalama na ubora wa eneo la kuchezea, lakini baada ya marekebisho pichi imekaguliwa na kila kitu kimekaa sawa. Sasa tusubiri kuona nini kitatokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, hasa kwenye mechi hii ya kimataifa. Serikali ya Tanzania ilikuwa imewasihi wataalamu wa CAF kuja kukagua tena kwa mara nyingine, na akasema kwamba kila kitu kiko tayari, na sasa juhudi hizo zimezaa matunda. Tetesi na taarifa zilizokuwepo ni kwamba uwanja uko vizuri. Mechi ya Simba dhidi ya Al Masry inapigwa kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Mchezo huu wa robo finali dhidi ya Al Masry ni muhimu sana kwa klabu ya Simba, kwani unatafuta kufuzu hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ushindi huu utakuwa hatua kubwa kwao katika kampeni ya kushiriki michuano ya Afrika kwa mara nyingine tena. Lakini ukipita na ukitazama maoni na mtaa unasemaje, utashuhudia mashabiki wa klabu ya Simba jinsi ambavyo wamekuwa na matumaini makubwa kwa ajili ya timu yao na wanaitaka itumie fursa ya kucheza nyumbani iweze kupata ushindi dhidi ya Al Masry ili kuendeleza safari yao ya kuwania taji la Afrika. Yes, hapo awali uwanja wa Benjamin Mkapa ulikuwa na tetesi ya kuto kuchezwa mchezo huu wa Simba dhidi ya Al Masry, na tukawa tumeshuhudia ufafanuzi kutoka TFF. Wao walisema endapo Benjamin Mkapa itashindikana kuchezwa mchezo wa Simba dhidi ya Al Masry, basi wataenda kutumia uwanja wa visiwani Zanzibar ule mpya ambao unafahamika kwa jina la New Aman Complex.